Kwamba Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu KNHCR imewasilisha ripoti rasmi ya waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu ili kupata fidia kwa Rais William Ruto. Ripoti hiyo ikiweka wazi kuwa zaidi ya watu 245 wameuawa kwa njia tatanishi kuanzia mwaka 2017 na wananchi wengi zaidi wakiathiriwa na majeraha. Rais William Ruto akisema kuwa kuwafidia waathiriwa ni njia mojawapo ya serikali kuhakiki wananchi kuwa inakubali maovu yalitendeka na ni vyema kurithiana. Rais akiweka wazi kuwa serikali imetenga bilioni 2 kwa ajili ya kuwafidia waathiriwa, ila akiweka bayana kuwa pesa hizi haziwezi kufananishwa na maisha ya binadamu. A nation heals by tending to its wounds rather than pretending they do not exist. Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu KNCHR imewasilisha ripoti ya waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu hasa nyakati za maandamano kwa Rais William Ruto. Tume hiyo ikiongozwa na mwenyekiti wake Clarice Oganga ikisema kuwa zaidi ya watu 245 wameuawa, wananchi zaidi wakijeruhiwa, huku pia biashara za mamilioni ya pesa zikiharibiwa hasa nyakati za maandamano. The commission has so far verified and obtained consent from a total of 1,101 victims across 6 categories of violations, which include deaths, that's the right to life, which has about 245 victims. We've documented issues around persons who were injured, about 135 victims. The majority of the victims were those who were arrested, who make up a total of 473 victims. But we've also documented cases of sexual violence, about 75 victims, and cases around the right to property, which is 138 victims. Rais Ruto akisema kuwa ripoti hii ni njia mojawapo ya kuangazia mikakati ya kuleta maridhiano kwa familia zilizoathirika na Wakenya kwa ujumla, serikali ikitenga bilioni 2 kwa ajili ya kuwafidia waathiriwa hawa, akifafanua maisha ya binadamu hayatoshani na fidia. As a demonstration of our commitment, we have already allocated Kenya shillings 2 billion towards compensation and reparation for those who have suffered verified harm arising from protests and unrest, including affected families, injured citizens, businesses lost, and law enforcement officers injured in the course of their duties. The Kenya shillings 2 billion we have committed cannot replace a son or a daughter. It cannot restore years and lot of trauma. Rais amebaini kuwa serikali na uongozi uliopo umekubali kunao maovu ambayo yanahitajika kukomeshwa, akiashiria kuwa katiba ya Kenya inawapa wananchi huru wa kuandamana kupaza malalamishi yao. The right to assemble, demonstrate, picket and petition under Article 37 is not a favor from the state. It is a constitutional guarantee. It is one of the freedoms that define us as a democratic nation. For far too long, whenever Kenyans have exercised these rights, too often the outcome has been violent, injury, loss of life, destruction of property, bitterness, and division. Ni hafla ambayo imehudhuriwa na viongozi kadhaa akiwemo Jaji Mkuu wa Mahakama Bi Martha Koome. Fredrick Wambua, Undugu TV.